Muda. Kuna siri gani katika neno muda? Unatuma message, kijana anatuma message, baby nakupenda, sijui bila wewe siwezi kulala hivi na hivi. Anakujibu poa. Inaumiza sana. So wajua akipendacho binti lazima umpe. Kiwango cha mwisho kabisa cha kusema eti mimi au demu wangu kitaka zaidi ya hii siwezi kumpa, ila hii mimi nampa tu kisela yani. Tuseme kwa upande wa hela sijawahi kufikisha eti nimpea hela $1,000 mwanamke. Yes. Unawajibu nini hao ambao wanasemaga eti vijana wa Bembe hawapo romantic? Mimi wasipendelee mwanamke ambaye ana vitu vingi. Kwenye business ushindani uko sawa. Sasa yale maneno ya kwamba wamefungua timu yao, mbona wamechukua wachezaji wetu, nyie mliwezaje kukabiliana nalo hilo? Hatufanyi kwa niaba ya kushindana. Hapana. Mbali tunafanya kwa niaba ya wale tuliohitaji kuwafanyizia kile kitu kuwe na njia ya kutokea. Timu yenu inaitwaje umesema vile? Virunga FC. Virunga FC. Naam. Muda. Kuna siri gani katika neno muda? Yo, hello, mambo vipi? Ni Light Star mwenye mapenzi ya kweli. Live baby. Nishakwambia mastaa wote wa Arizona na Marekani zima utawaona kwenye hichi kipindi chetu cha muda. Swala lako tu la muhimu, bila kusahau subscribe channel yetu. Hivyo yani utakuwa umetisha sana. Oya, ni aje? Kama kawa. Mishe sana. Namshukuru Mungu anasonga. Karibu sana mzee wangu. Asante. Yeah, kwa kufahamu kabisa majina yako, unaitwa nani? Mimi naitwa Jay, nikiwa kama mkurugenzi mtendaji wa Virunga FC. Kutaka kumaanisha kama president msaidizi wa Virunga FC. Hiyo Virunga FC ni timu ya? Yes. Timu ya mpira, si ndio? Ya kiume ya kike? Ya kiume. Ya kiume. Yes. Safi sana. Unajua ni neema kuwa na CEO. Unajua ma CEO vijana siku hizi ni jambo la neema sana, sababu tushazoea ma CEO wale wazee miaka 5 nataka pension azeeke afe. Sasa hivi ma CEO wana miaka mingi kabisa ya kula chumvi, bado wana miaka mingi. Karibu sana kwenye podcast yetu ya muda. Asante. Tuanze kabisa kwenye ukuaji wako, ndio maana kipindi chetu kinaitwa muda. Kuna ule muda wa kuumizwa, muda wa furaha. Kwenye ukuaji kabla hujaja kuwa CEO, sababu CEO umekuja kuwa CEO ushakuwa na utu uzima wako. Ndio. Kuna kitu gani ambacho ushafanywaga au ushakionaga kwenye maisha yako kikakuumiza sana ukasema hii jambo siwezi kulisahau kwenye maisha yangu? Kuhusiana na hilo labda pengine naweza nikasema kuamini kupitiliza. Kuamini? Yes. Kuna mtu ulimwamini sana akakuumiza? Akaniumiza. Mtu gani? Tuambie ilikuwaje. Ndio maana kipindi chetu tunatokaga utuhadisie ilikuwa hivi hadi nikaje so unajua kuna ile unaweza kutamani kuwa karibu na mtu ama kusema natamani kuanzisha kitu na mtu and then mahusiano hayo unasema. Funguka, unatakiwa funguke mahusiano au kuanzisha kitu gani? Sio hata mahusiano, ni ile kusema unajua hata tuseme hata mimi na wewe kwa sasa hivi sawa. Tunataka kusema no, unajua nini natakiwa tufanye, kuna business nataka tufanye sawa. Yes. Tayari mimi ndo nimejileta kwako. Nahitaji tufanye kitu. And then nimetokea kuamini asilimia zote. Sasa inafika mbeleni unakuja kuni disappoint, you know. Yes. Ishakuumizaga sana. Moment gani ambayo ushaipataga au ukasema mbona kitu hichi limenifurahisha hadi siwezi kusahau kabisa kwenye maisha? Muda wote ukikumbuka hata upo chooni unacheka tu. Moment ambayo naweza nikasema kujihisi kama mimi naye ni sehemu ya furaha ya mtu, so you know, ya mtu mwingine. Ushakuambia wewe vijana nani wewe kuambia mimi kaka J bila wewe mimi sina furaha kabisa? Unajua
hata mama yangu akiniambia inatosha. Inatosha? Yeah. Kweli? Yeah. Mama hapana, mimi sina uhakika kama ni kitengo hicho. Kuna mtu tu utasema eti hadi huyu kafanya hivi, kaniambia hili neno, unajua nimetoka mbali. Mpe tu maua yake, bado anaishi, ayanuse. Basi popote alipo, pengine haya anazungumzika hapa, inamusu. Ndo yule ambaye unaweza ukatoa 25k kwenda kumpa. Yes. Kama hivyo. Vijana sasa sikia eti mama yake. Alafu kuna mtu ambaye anaweza akamtolea 25 akaenda kutia kwa ili apate huo mzigo. Wewe mama yako tu akichukua 1000 yako unaanza kumdai. Ushakumkopeshaga mama hela afa kwambia eti wewe utanilipaga gesi nilivyokulea wewe. Sana. Nakumbuka mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka jana. Kuna kiasi kimetoka nikamkopesha mama kutokana alikuwa na shughuli yake ambayo anataka afanye. And then sasa ilifika time nikaona sasa nimkumbushie kwa maana amekaa kimya sana. Unajua kuna ile mtu anakuambia nipe afu nitakupea kesho. Yes. Sasa inakuja kesho inavuka mwezi. Sasa kumkumbushia wasikia na olela binanja olela mpaka kizi umefika hapa. Unajua mangapi nimepoteza? Sasa ile ilinivunja moyo, nikasema nisiendelee na hii deni, hata kama ni ya kwangu mimi ndo natakiwa nimdai, tupotezee. So iko hivyo. Ukasamea bi mkubwa hela. Hiyo ishatokeaga hiyo kwa watu wengi sana, na hiyo inatokeaga sana. Mtu ataweza kuhesabilia eti sijui siku ambayo ulianzaga shule nilijikopa hela yangu nini pambana ili kukununulia kiatu tu. Kwani hayo yote yamekuja sababu hiyo yangu na kudai mama. Si ungesema tu nipe wewe mwanangu na shida hii. Nasema wanania hiyo ya kutuambia. Unajua kuna muda mwingi bi mkubwa akija kuambia eti naomba nipe $50. Utamzungusha kwambia nipe nikopesha afu nitakupa kesho. Nakwambia umeona kile chakula ambacho umekula jana? Ndio hela wewe mbona umekula? Hiyo mara nyingi kwa hivyo zaidi. Ila ndo mama zetu tunawapenda sana. Vipi kwenye yale mahusiano yako ya kwanza yale unajua kuna yale mahusiano ya kwanza, unajua ya kwanza yale ambayo nasema eti ndo mara ya kwanza mimi na date. Naam. Kuna ugumu gani uliopata kumapproach yule mwanamke ambaye ili akukubalie? Unajua ile kutongoza ile mara ya kwanza unaenda kama vitu vinatoka kichwani ndio unaanza kujipanga. Unaenda tena, ugumu gani uliopata mwanzoni pa ili kumapproach akukubalie mtoto aingie kati? Okay, naweza nikasema kuhitaji kutengeneza yale mazoea. So ilinipa ugumu kidogo na kusema ifike muda nifunguke mbele yake. So hiyo ilinipeaga ugumu kutokana, yani ni kama vile ukimwambia sasa tena ikuwe ile ambayo ushatengeneza, yani tuseme yani kuna ukaribu fulani. Kiachana kwanza mazoea na ukaribu, kuna namna kama vile aviendi. Sawa, kuna ile mazoea ambayo naweza nikasema anytime tupo tunajua nini tunafanya, tunaongea, sawa, vitu kama na hivyo. Na kuna yale mazoea ambayo naweza kusema ndo unataka sasa uanzishe. Sasa hapo ndo kulikujaga ugumu ile ya kusema nahitaji nianzishe, nifike pale ambapo labda inakuaga ile ya tutakaa kwenye simu tunajadili 1 2 3. Sawa, yani kupata ule muda wa maongezi mimi naye. So ndo naweza nikasema ndo kitu ambacho kilikuaga na ugumu kiasi kwamba ni kama vile unamwambia kitu hakuelewi. Yani unamwambia hicho wewe kwako unaona upo serious na kile kitu unakitoa, lakini achukulia masiara. Yani kama vile hakuelewi. So unatakiwa tena urudi uende ujipange tena ndo uje. Sawa. Wewe unahisi neno gani ndo alikuwa alielewa nile na kuhitaji au ulienda moja kwa moja na mimi nakupenda bwana? So unajua naweza nikasema kila kitu kabla kwanza ukianzisha lazima kwanza kinahitaji kwanza mazoea fulani. Sawa. Naweza nikasema ile ya kumwambia kuwa nampenda, na kuna namna yeye anaweza kusema alikuwa kama vile anichukulia kwa yale mazoea ambayo tulikuwa nayo ya kawaida kama utani tu.
Sasa ukienda kumwambia nakupenda, yani ni kama vile anakuwa anaona kama vile unampeleka kwenye dunia nyingine tofauti. So anakuwa kama vile hakuelewi. So itakubidi wewe tena uchukue muda wako kwa niaba ya kutaka kuonyesha kuwa kile ninachokizungumzia kipo serious, kina ukweli ndani yake. Sasa kuna sisi sasa vijana sasa una approach demu wako nini, siku ya kwanza anakuambia, anaanza kukuelewa, unajua anaanza kukuelewa, ile moment ilikuwaje? Sasa mbona kama ameingia hivyo? Sasa unafanikisha unapumua kwanza hiyo moja. Na ukiangalia kwa sasa hivi sasa generation yetu ambayo tu lazima kuna namna fulani unakuwa unajihisi hii kitu nimeipigaje kwa kiasi kwamba mbona ghafla tu yani kitu kimeelekea. Inakuaga na pengine tusidanganyane, kila mmoja huwa anajihisi furaha ambayo sio ya kawaida, kwa maana sasa ikikuwa labda ni kitu ambacho ulikuwa unakipambania kwa muda mrefu, so inakuwa kuna kafuraha fulani huwa kapo, yani ingawa utajiuliza maswali ya kuwa mbona hichi kitu kimeenda faster tu. Tuseme kuna furaha ambayo ipo sio ya kawaida. Yep. Yes. Ushaambiwaga sifa ya mwanamke ni kuringa. Unatuma message siku 3 inajibiwa siku moja, yani baada ya siku ya 4. Ilikuwa ikukati hiyo kweli? Unatuma message afu unaona kama mbona imechelewa kujibiwa hivi? Inauma. Yes, kwamba unajua kwenye simu yako ni sasa pale kwenye simu yako una watu zaidi ya 400 500 hivi. Sawa. Alafu umeamua kutia kwanza pembeni kumweka huyu mstari wa kwanza. Yaani tuseme kila kitu umejitengea kwa niaba yake. Alafu pale unapotuma SMS, alafu inakuja yani unaituma leo kuna siku 2 mbele ya kujibu. Ile inaumiza sana. Yeah. Unatuma message, kijana atuma message, baby nakupenda, sijibu la wewe, siwezi kulala hivi na hivi. Anakujibu poa. Yaani umejimaliza. Alafu yeye anajibu okay. Hiyo ni kali zaidi, lakini naweza nikasema kwangu sijawahi kukutana nayo, ila kama ipo basi na hii inaweza kuwa kali zaidi, kwa maana tayari itakupa picha nyingine tofauti. Na kutaka kufahamu mpaka ipo itoke wakati mimi na huyu mtu tupo kwenye mahusiano. Itengenezwa mazingira gani mpaka je andikiwe poa? Unajua hiyo ipo. Wanawake wengi wanakuwa kwenye mahusiano afu wajua yanahusiana na nini. Naam. Yaani unajua mtu na date naye lakini mbona kama asa ndio wanasemaga sifa ya mwanamke ni kuringa. Kwa sababu gani? Anataka kuonesha kwamba sio kirahisi. Naam. Yaani kitu kizuri uweze ukipata kirahisi. Na ndio maana kuna yule mwanamke ukimpata leo, kesho kutwa umemalizana naye, mwenyewe atakuwa na jinsi kwamba anachukulia malaya ni mbona amenipata kirahisi sana. Yeah. Na ndio hata kama anaweza kuwa amekuelewa, lakini lazima azunguke. Sasa kama mwanaume una moyo ule wa kuvumilia, siku ambayo unakata tamaa, yeye mwenyewe anaona kasa nataka nimkubalie naye amekata tamaa, yani kama unamuumiza na wanabakiaga na maumivu. Siku yako ya kwanza sasa demo anakuambia mimi nakuja ghetto. Jiandae. Oya mimi nakuja. Kaka Jay! Ushaambiwa jiandae mwanangu, mimi nakuja. Siri nauli leo. Kitu gani cha kwanza ulianza kukitengeneza ndani kwako? Nakuja saikolojia. Yeah. Siwezi nikasema mazingira, kwa maana nikisema asilimia baadhi ya wanaume mazingira yao ya ndani yanakuwa hapo sawa. Sasa siwezi nikasema eti nitaanza kutandika naanza kufanya no. Lakini kitu cha kwanza ambacho kianza kunijia kwenye kichwa ni kusema kitu gani tuambie, funguka ndo maana kipecheni mta muda ule muda sasa ule demo anakuambia nakuja jiandae. Ni maana tu mazingira cha kwanza kwa ndo uliandaa nini?
Kitanda kilikuwa sawa. No, kila kitu kilikuwa sawa. Mtoto hali nauli. Masuala ya kitanda. Masuala ya kitanda, masuala mengine yanakuwa ya kawaida kwa mwanaume ambaye pengine unaelewa namna gani ya kuishi. Sawa? Masuala ya kitanda ni vitu vya kawaida, utakuwa ushatengeneza nini. Nikizani wengi wako hivyo, ile utaamka sawa, ingawa shughuli ni nyingi. Utaamka utatengeneza mazingira yako. Madi uyaache sawa, kwa maana kunatokea emergency. Nakwambia mtu yoni nipo kwenye state yenu saizi alafu sina sehemu ya kulala. Kwa hiyo utakuwa tu kufasa kumwambia ndani pale nenda tu. Sasa mimi bado hujaniridhisha. Turudi hapo hapo. Uliandaa kitu gani cha kwanza kaka J? Demo anakuambia leo sili nauli yako bwana. Nakuja. Jiandae. Sasa ile jiandae. Wewe uliandaa nini? Ile jiandae pengine naweza nikasema mazingira ambayo mimi niliandaa ni yeye kujisikia ipo sehemu salama. Yes. Mazingira gani? Bro, come on man. Man. Mazingira tu ya kujisikia kama ipo sehemu salama, you know. AC ipo. Marekani AC ipo. Zina usalama. Ulimuitia security. Eti ya usalama. Ni mazingira tu ya yeye kujisi najisikia amani ya kuwa nimeenda kukutana huyu mtu. Mazingira gani? Ulianza kuandaa miogo nini? Kongo? Hapana. Ni mazingira tu. Au ulienda kuoga mara 3? Kawaida mwanaume si unaoga mdogo. Asi ndio hivyo sasa, ushaambiwa anakuja ni hapa kama joto kidogo. Tena nini? Itakuwa ni mida gani ulikuwa unafanya shughuli gani? Yes. Kama kuna shughuli ulikuwa unafanya lazima utatengeneza mazingira ya kusema nao nichelewe kimwili sawa. Madi akija nikute nimenukia manukato, you know. Umesikia kaka J anasema anashindwa kumalizia alichokuwa akiandaa, lakini kwa utu uzima unajua alikuwa anaandaa nini ili mtoto ajisikie na amani. Kuna ile moment sasa sisi wanaume, kuna ule muda sasa umemalizana naye nini, kauli moja tu naambiwa. Kuna wengine wanaulizaga umefurahi so nauliza sasa umefurahi? Wengine mjibu sasa hapo anakuambia kaka je nimekuja sikuwa nisumbua nije, nimefurahi. Umefurahi? Anaweza kuwa amefurahi kuona, haina shida. Au wewe sasa yeye ndo anakuuliza wewe umefurahi baada yeye kuja? Naweza kuwa nikidhani kila mmoja sasa kama ni mara ya kwanza mmekutana na kila mmoja anakuwa na furaha kumuona mwenzie. Sema moyo wako na macho yako na vingi sana vya kuongea. Ni vile tu. Mimi nikizani na kujibu kadi gisi swali yako unauliza. Ndio hivyo sasa. Naam. Vijana. Hebu ujaribu kwanza kuondoka huko. Niondoke? Ondoka huko. Kwa maana hiyo ni kitu ambacho pengine unajua Marekani tukimalizaga, watu wakimalizaga kusoma nini, cha kwanza mentality inawazaga kazi. Cheki yako ya kwanza wewe ulivyoipata kwenye kazi yako ulifanyaje na uligawaje? Au ulienda kwenye shine kwenye viwaro au uliwaza bi mkubwa atakiwa achukue chochote ile bless? Kawaida nikizani baadhi ya sisi vijana sawa, ambao tunatumia muda kufikiri, tunatumia muda kujua tunafanyaje kesho. Sawa, naweza nikasema mara nyingi tunaga na desturi, ni kama desturi tumejijengea. Pesa yangu ya kwanza naweza nikasema nilimpa bi mkubwa, ingawa siwezi nikampa kiasi chote. Sawa, kutokana mimi ni kijana. So isitoshe tena tuna vyumba ambavyo tunatembelea ikiwa kama gari. Kwa hiyo kuna namna ile utasema hii nusu ni kazi yangu ya kwanza nimeanza, kwa hiyo nitachukua nusu nimpe kwanza mzee. Na hii nusu inikave kwa baadhi ya vitu vyangu. Yes. Safi sana. Hivi kiwango cha mwisho kabisa wa kukaa chini kusema eti bi mkubwa hii hela yangu hii hapa nyingi ambao unaonaga nyingi kabisa kumpa bi mkubwa wako ilikuwa begani? Kumpa bi mkubwa
aniwekee ama ya kwako, yani unasema eti chukua hiyo, ni bless tu mzazi wangu, chukua ya kwako. Mara nyingi huwa mimi nafanya shughuli za kusema yani huwa natengeneza surprise ambayo naweza nikasema nitamuuzia nguo baadaye ndani naweza nikaikata hela. Yes, naweza nikakaa. Pengine labda tuseme kiasi cha nguo ambacho pengine kilienda kule, tuseme labda pengine $500, sawa. Yes, itanibidi mimi kwenye kupeleka ile mzigo ama kumwakilishia ile mzigo pale kwa maza, itatakiwa nipeleke hata $200 au $300 ambayo itakuwa iko juu ya ule mzigo. So akisi sijawahi kwenda eti mama kiasi hichi hapa tayari, sijawahi kusema kwenye siku mongo. Lakini kutokana na kile kidogo ambacho pengine mimi nakipiganisha kwenye akili yangu na kina kuja vizuri, so ndio ambacho huwa nafikishia. Ya baraka ya mzee wangu. Naam. Masikio unavyoambiwa kidogo tu unamkumbuka mzazi wako nini, ili aendelee kukuombea, sababu tuna maadui wengi sana, lakini tunaishi kwa maombi ya wazazi wetu, na ndio maana bado tupo hai. Sasa mimi yani pale ambapo utaki mimi nikae, ndo mimi napokaa pale pale. Pale ambapo utaki mimi nikae, ndo pale pale napokaa mimi. Naam. Hivi kiwango cha mwisho kabisa, naam, ambacho huwezi unajua akipendacho binti lazima umpe. Kiwango cha mwisho kabisa cha kusema eti mimi au demu wangu kitaka zaidi ya hii siwezi kumpa, ila hii mimi nampa tu kisela yani. Yani ile kumpea tu kisela yani, hii hapa hii siwezi nikampa, inaweza nikampea. Kusema ukweli sijai kufikisha $1,000. Yes. Kumpa mwanamke. Yes. Au labda naweza nikasema tuseme kwa upande wa hela sijai kufikisha eti nimpea hela $1,000 mwanamke. Yes. Ni kwa sababu ya kipato chako kidogo, au hata ukiwa na kipato kingi hauwezi kumpa zaidi ya $1,000? Naweza nikasema siwezi nikasema kipato kidogo au kingi, sawa. Lakini tunaangalia na kile ambacho alikuwa anakihitaji kwa muda ule. Ndio na deal nacho zaidi sana. Alikwambia anahitaji gari $4,000, $5,000, $10,000. Nikizani sidhani kama naweza nikafanya hivyo. Au yeye mwenyewe anajua huu uwezo wa gari hana, sema anunulie tu makeup. Hizo ni shughuli ambazo ni kawaida kudili nazo. Kitu gani ambacho shaendaga sokoni ukasema mbona kama hichi kinafaa nilie naye na date naye, ukachukua ukampelekea? Afu yeye kufika kule akafurahi sana. Naam. Naweza nikasema hicho ni kipindi ambacho nilikuwa niko Chicago. Yes. Naweza nikasema tulikuwa na brother Ali. Kuna siku mimi ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kutembelea duka la Gucci. Yes, ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kutembelea, yani hizo duka kubwa kubwa tuseme. Kwa hiyo nilifaa kufika kule, mimi ndio nilianza kuvutia kwanza na kiatu cha upande wangu. Yes. Nikasema hichi kiatu mimi nakipenda. Ila sasa kuja kuangalia bei yake kidogo nilikata. Ukarudi nyuma kidogo. Nikasema sasa nikaona hichi kiatu mbona kama vile kishaniingia. Acha tu nichukue. Sasa nilipopiga macho pembeni nikaona kabegi fulani ka Gucci. Yes. Haikunipea maswali mengi ama kwanza kujiuliza vitu vingi eti unaweza kuchukua ama usichukue. Nilienda nikachukua. But nzuri ilikuwa ni bei tu ya kawaida, ingawa unajua Gucci Gucci. Lazima utakuta ni bei kali, lakini lazima upasuke. Utapasua hapo. Kwa hiyo nilijitahidi kadri na uwezo wangu, ingawa na umaskini wangu. Mtoto akaelewa. Nikafanya hivyo. Na kingine kitu ambacho nilishukuru, alifurahia sana kwa maana kwenye baadhi ya viwalo vyake alikuwa hajakuwa na kiwalo ambacho kina hela kiasi kile. Umesema wapi huyo? Amesema wapi? Nimesahau. Wapi? Umesema Michigan mimi nakwambia nilikwenda Chicago. Yani nilikwenda Chicago, so nikamchukulia duka la kule. Duka la kule. Ukamletea Arizona au pale pale Chicago? Sasa hiyo ni masuala ya ndege kama iliendaje. Kama ni tu hapa kama file umezichomoa hapo. Yani mimi sijaelewa hiyo beda. Aliyepata zawadi ya Gucci anaelewa ni nani. Kama ukupewa ujue
alikuwa mwenzako amepewa. Hawa ndo wale vijana ambao tunaambiwa vijana wa Kibemba ambao wapo romantic, hawapendeki kabisa na hawajui wanachokifanya kwenye mahusiano. Unawajibu nini hao ambao wanasemaga eti vijana wa Bembe wapo romantic? Naweza nikasema unajua kila mmoja tukiangalia mahusiano ambayo tunadetiana, kila mmoja anakutana na situation yake. Yeah. Na kali na situation yake ndo anajua kisi gani ya kutoa kichwa cha habari kwenye ile situation. Yeah. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikazungumza na watu ni kwamba inapotoka jambo ama inapozungumzika jambo, tegemea ni hiyo situation ndio imejiri kwa upande huo. Kwa hiyo usichukue picha, sawa, ama usichukue ile jambo ambalo linazungumzika hapo ukavisha kwa vichwa vya wote. Hapo unakuwa unakosea. Kwa maana ile situation yako ambayo imekutokea, wengine usishangae sana haijawahi kutokea. Kwa hiyo tunakuwa na ile ya kusema zaidi sana, sawa, community yetu inakuwa na tabia ya kukariri vitu. Tunakuwa na ile kukariri, ndio tunaenda nayo. Anakuaga hivi. Huyu anakuaga hivi. Sasa ile anakuaga hivi unashindwa kuelewa kama unavyolala na kuamka ndivyo unavyokuwa. Sawa. Yes. Sasa kwangu mimi naweza nikasema kama imekutokea hicho kwa upande huo, ndio hiyo muda. Sawa. Lakini kuna baadhi wengine ambao wanaenjoy kile ambacho wewe kimekutokea sasa hivi. Unaambiwa kwamba kama yupo romantic, na nukuu maneno yake, kama yupo romantic yani ni huyo ambao upo naye wewe ndo yupo romantic. Ila wengine wote hapo vizuri, mbona ukiwajaribu mbona watakupeleka hivyo hivyo unavyotaka wewe. Lakini usiishi kwa kukariri, maana binadamu hatufanani kama vidole hivi. Kuna mmoja yupo romantic, kuna mwingine yupo romantic. Yani hiyo ipo kwa kila kabila. Na unaposema watu wote hawapo romantic, labda umechukua hiyo tabia kwa baba yako anavyomfanyia mama yako, hayupo romantic baba yako, labda kaka zako hawapo romantic, ila sio wengine bwana, ni hao ndugu zako. Naam. Kwa hiyo sasa mwanamke ambao unatamani wewe. Naam. Sio kila mtu anakuaga na mtu wake anamuumba kwanza kwenye kichwa chake. Mimi nataka mwanamke hivi. Unayetamani kwenda kumtolea $30,000 ya dola, $25,000 ni mwanamke wa aina gani kwenye picha tuchore? Yani anatakiwa hivi ili mimi hiyo hela wakiomba yoyote mimi natoa. Mbona nisikuwe mrefu ama sitagusia sana, ni kwamba kile kinachokuja mbele ya uso wako kikikuvutia wewe, hicho ni cha kwako. Ndio tunataka sasa tujue cha kwako wewe. Ni yule ambaye mimi nimevutiwa naye. Yukoje? Unajua ni kama tumetoka kuongea hii hapa nyuma, ni kwamba wote hatupo sawa. Sawa, na wote hawapo sawa. Kwa hiyo naweza nikasema nitakuwa nimeridhia na kile ambacho yeye yuko nacho. Nitakuwa nimeridhia na hali yake. Kwa hiyo ndio itanishawishi mimi kusema okay, acha nifanye. Lakini vijana tuna ile picha ambayo tukiangalia tu tukikuwa tuna slide Instagram tusema hivi vitu vyangu hivi. Hivi sio vya kwangu. Unajua kwa gisi tunavyopiga story, kuna mtu ukiangalia picha, mbona kama ya kaka J, au yani unamsendia tu hivi vitu vyako hivi. Naam. Na anakusendia vitu vyako hivi. Kuna ule ambao anapendaga vimbamba, na mmoja ambaye anapenda tukunyema. Kuna wengine ambao waeleweki na kuna wale ambao wasema mimi mke wa kuoa anatakiwa tabia tu, awe mzuri tu, tabia tutavumiliana. Mwingine awe mzuri kwanza, awe na tabia, sura siangalii. Ndio maana tunataka tu wewe utuchoree picha yake, unataka mtu gani? Kwanza naweza nikasema hapo ni kama vile ni kile ambacho mimi nimekitaka kutoka kwake. Shughuli ni moja tu na mapambanio inaomba kitu kimoja tu, kushinda, si ndio? Yes. Okay, nilichokishinda ama naweza nikasema kitu ambacho nimekishinda kwake ni kwamba mimi wasipendelee mwanamke ambaye ana vitu vingi. Yes. Kwa hiyo ile yake kutokuwa na vitu vingi imenivutia kwanza. Ni sababu moja wapo ya kusema okay, nahitaji kitu.
Kwa hiyo kuhusiana na tabia ni kitu cha kawaida, mnaweza mkatengeneza muda wote. Sawa. Hivi nikuulize swali? Uliza. Samahani lakini. Ulipokuwa mtoto mpaka saa hizi gisi umekuwa. Akili uliokuwa nao utotoni ndio uko nao kubwani? Sio, ina update kwa sababu ya vitu unavyokutana navyo. Asante. Lakini kuna muda inastaki kabisa, inashindwa kwenda mbele, inashindwa kurudi nyuma. Inashindwa hata kuwaza chochote. Afu anakujia mwingine mwenye akili. Na ndio maana kwenye kuoa kuna vitu vya kuangalia sana. Naam. Dada zetu wengi wale ukimuuliza sasa hivi dada zetu, unaolewa ili ukafanye kitu gani kwenye ndoa yako? Na sinaenda kumzalia tu tupate watoto. Hapana. Kuna ule muda mwanaume akili haiendi mbele, airudi nyuma. Yaani imestaki tu sehemu moja. Inahitaji mtu mwenye akili aje amkumbushe, "Oya, mbona umelala? Fanya hichi." Asa ukikutana na mwanamke ambaye wewe akili yako haiendi nyuma, haiendi mbele, imestaki, na anakuja kukupa stress, nyumba ishaungua. Kwa hiyo tunakuwa, lakini kuna kipindi tunahitaji support ya watu ili kufikia malengo. Asante. Nimekujibu vizuri? Ya, nimekupata. Umeelewa? Nimekuelewa. Sawa kaka Jay. Ushampata wa kumtolea 25,000? Au 30? Ni kawaida kutoa kiasi chochote kile kwa mtu ambaye unampenda. Yes, ushampata? Naweza nikasema inawezekana akipatikana, yes, ama anaweza akakuepo inshallah. Huyo uliye naye huyo? Naam. Huyo uliye naye? Naam. Mwambie kwenye kamera zetu hizi. Mwambie chochote. Mwambie chochote kwenye kamera zetu hizi. Wewe ndio umechaguliwa. Naweza nikasema nampenda. Yes. Angalia kamera, usiniangalie mimi. Nampenda. Eti unampenda? Naam. Muda wa kaka Jay. Anakuambia tu anakupenda. Yes. Mengine mtavumiliana. Twende sasa kwenye muda wako sasa ambao umesema, nimesikia hapo umesema kwenye kujitambulisha, umesema kwamba wewe ni kiongozi wa timu. Naam. Na hiyo kila timu inakuaga ili kuendelea inahitaji viongozi imara. Naam. Na vile vile nakupongeza sababu kuwa kiongozi kijana ni jambo jema. Usubutu ndo tunatakaga kwa vijana. Ndio. Wazo la kwanza la kusema eti nataka kuwa kiongozi nisimamie timu lilitoka wapi? Kwanza naweza nikasema namshukuru sana kaka yangu ambaye pia ni tuseme ni mazna sawa. Naitwa Jay. Yeah. Naweza nikasema tulikaa chini mimi naye tukaona, sio kumaanisha tuna uwezo. Hapana. Na hakuna anayefanya kwa niaba ya uwezo, bali kila mmoja anafanya ni kwa niaba ya upendo. Yes. Tulikaa chini tukaona why tusifanye hichi kitu kwa niaba ya kusupport ndugu zetu. Sawa, wakiwemo kaka zetu, wadogo zetu. Ni wazo ambalo tuliweka kwanza mezani, hatujafanya kukurupuka. Yes, hilo watu wanatakiwa wajue. Tulikaa mezani tukahisi ya kuwa inatakiwa ifanyike kwa niaba ya kusupport ndugu zetu. Sio kumaanisha, tena narudia kusema, sio kumaanisha sisi tunaofanya tuna uwezo. Hatuna uwezo. Lakini tunafanya kwa niaba ya upendo. Yeah, unajua sasa kwenye timu, naam, kwenye kuitengeneza timu, inakuja ule mchoro wa sisi ndio viongozi. Tunawapataje vijana wa kuongoza, yani wale wachezaji. Naam. Lazima watoke kwenye timu zingine ili waje wa join na nyie. Naam. Si ndio hivyo? Naam. Mlikamilishaje hii? Naweza nikasema ni picha ambayo kila mchezaji ambaye tuko naye kwa sasa hivi yeye alikuja kuiona na kuhisi ya kuwa pengine ndoto yake ikaja ikatimia hapa alipo kwa sasa hivi. Yes, ndio maana naweza nikasema tulifanya tujakurupuka na tuko hapa kwa niaba ya kupambania ndoto ya kila mmoja kwa wale ambao watahitaji kujua na sisi. Naam. Maneno mengi yalisikika. Naam. Sababu hapa Arizona kuna timu nyingi
ambazo zipo na zinafanya vizuri na zilikuwa zinafanya vizuri, lakini kwenye business ushindani ukosaje? Sasa yale maneno ya kwamba wamefungua timu yao, mbona wamechukua wachezaji wetu, nyie mliwezaje kukabiliana nalo hilo? Naweza nikasema kujibu hilo sisi kukabiliana hicho kitu ni ule mfumo ambao tumeleta ambao kidogo utakuwa kitofauti sana na timu zingine. Hiyo ndo naweza nikasema ndo sababu ya sisi kukabiliana na hichi ambacho tuko nacho kwa sasa hivi. Yes. Mmejipangaje kwa huo ushindani wa timu hapo, sababu kila business inahitaji ushindani. Naam. Na kuwekeza, yani usitarajie kila mtu atakupigia makofi eti anakupenda. Kuna mtu atakuja kujiunga na wewe ili kuvujisha siri upande mwingine, wale wako vipi? Naam. Hiyo ipo. Mmejipangaje kwa ujumla? Ni mikakati ya timu ambayo ipo kwa sasa hivi, na naweza nikasema sio kwamba tutakuja ama tupo kwa niaba ya kuvunja baadhi ya vingine vitu, hapana. Sisi tunafanya yale ambayo ni ya kwetu. Na pengine kadri timu inaenda na kile ambacho tunakipangilia sisi kama vile viongozi, nikizani ni mpangilio mkubwa sana, na hatufanyi kwa niaba ya kushindana, hapana, bali tunafanya kwa niaba ya wale tuliohitaji kuwafanyizia kile kitu kuwe na njia ya kutokea. Kwenye biashara, naam, unaweza ukawa wewe hutaki kushindana, lakini uhalisia wa biashara ni ushindani tosha. Naam. Sababu wewe unapouza vitunguu hapa, mwingine amekuja kuweka vitunguu. Naam. Ndio uchao unaanziaga hapo. Nani atauza vya kwake vimalizike mapema? Naam. Umeona? Kwa hiyo unavyofikiria wewe au ushindani, kumbuka kuna wengine wanashindana na wewe hata kama wewe ushindani. Hiyo ipo. Hiyo ndio uhalisia. Vipi hiyo timu yenu? Yani ina mazingira gani? Sababu mazingira ya timu ni makocha 3, kocha wa makipa, kocha wa viungo, kocha wa nani. Kuna uongozi kule ngazi ya juu, magoli kipa. Yani natamani uniambie ile mlolongo au list ya timu yenu gisi ilivyo. Naweza nikasema timu yetu ina vitengo 3 ambavyo ni mojawapo ni sisi viongozi ambao ni mapresida. Mpo wangapi? Mapresida naweza nikasema jumla kwa sasa hivi tumefika ni 3. Watatu? Yeah, nani na nani na nani? Ambao ni Double J, ambao ni mimi na Brother J, pamoja na ndugu yetu ambaye kidogo yupo yani tuseme yupo nyuma ya pazia, ambaye naweza nikasema kwa utambulisho sio zaidi sana, hapendi kuonekana. Yes. Ya kitengo kinachofuata secretary. Secretary naweza nikasema kwa sasa hivi ni 2 ambao wapo akiwemo Professor Louis pamoja na Rayvan Shikista. Kisema Rayvan utajua Rayvan tu. Shikista, yes. Ya makocha? Makocha ambao wapo ni wa kwanza ni kocha Kiza, ambaye wengi wanamfahamu kwa jina la Zokiso. Yes. Wa pili ni kocha Edson, ambaye naweza nikasema huyu ni wa chini yake. Wa tatu ni kocha Raymond. Yes. Raymond yupo? Ni blaza sijui yule ambaye alikuwa anafundisha ile timu nyingine? Hapana. Sio yule. So wachezaji sasa hivi mna wachezaji wangapi? Kwa sasa hivi timu si ndio bado ina muda gani? Kwa sasa hivi ni timu kwa sasa hivi na miezi 2, na wachezaji ambao hapo idadi kwa sasa hivi tunaanza kuelekea 45 hivi na 6. Wow. Wachezaji wengi sana. Naam. Sababu wanaweza kawa 40 50, lakini talent zikawa chache sana. Yeah. Uwanja wenu wa mazoezi mnafanyia sehemu gani? Sisi tuna viwanja 2 ambacho kimoja kipo 17 kule na Betaniom, na kingine kiko hapa na 35 na Camelback. Yes. Yeah.
Kipindi chetu kinaitwa Muda, kama nilivyokuambia. Yaani kwenye swala la business au kuwekeza, ina changamoto, ina uzuri wake. Kwa hiyo kama unavyoona vijana wameamua kuwekeza ili kusaidia vijana wengine. Mbele ya kamera unaweza ukawaambia watu changamoto mnazozipata, au labda mnahitaji watu wengine, au wakwenu wanatosha, au wakipatikana wengine wafate njia gani ili kuja kujoin pamoja na nyinyi? Naweza nikasema ni kama gisi nilitanguliza kusema ya kuwa tunafanya hii jambo sio kusema eti inaomba uwezo sawa, ama labda mpaka uwe bilionea ndio unaweza kufanya hicho kitu. Hapana, bali tunafanya ni kwa niaba ya kuhitaji kusupport ndugu zetu, na pia ukiwa na haja na kama kitakupendeza sawa, naweza nikasema engo zote milango ipo wazi. Yes. Hata kuna namba ya kuwapigia au kuna njia gani ya kuwatafuta? Instagram labda, mna Instagram na Facebook? Naweza nikasema tuna Instagram ambaye ni Instagram ya team, na hata kule tu unaweza ukatu DM, ambao naweza nikasema masaa 24 tunakuwa tupo online, kwa hiyo tukaona. Na pia kama unaweza kahisi ya kuwa ni vyema kuongea hata na mimi, nitafuta hata Instagram sawa, ambayo ni jkaka sawa. Unaweza kunitafuta kule ukani DM na tukajua namna gani ya kuongea, endapo kama utakuwa upo serious na kile ambacho tunakifanya, kwa maana hatufanyi kwa niaba ya kutaka kujaribu nifanye. Hapana. Tunafanya, tunajua wapi ambapo tunataka tuelekee na tuwaelekeze ndugu zetu. Asante. Timu yenu inaitwaje umesema vile? Virunga FC. Virunga FC. Naam. Virunga. Park ya Kongo. Yes. Yes. Kwa hiyo nani alileta idea la kusema eti mbona hii kama misitu ya Kongo tuiweke hapa Marekani? Naweza nikasema jambo la kuleta hiyo jina ni jambo ambalo tulijaribu kushirikisha wazee wetu na wakasema kutokana na kutengeneza kama kivutio kwa community yetu ni vyema tuchukue sawa, tuweke hiyo jina ya Virunga ambayo ni parki kubwa kule Kongo, ambayo inaweza kuwa kama kivutio kwa baadhi ya wazee wetu ambao unajua kuna wengine walisomea kule. Sasa nikajua masuala yako yes, lakini walisomea kule unajua kuna vitu vingi ambavyo walifanya kule, kwa hiyo wanaelewa namna gani hiyo kitu iko. Kwa hiyo wakasema ni vyema mkatia hichi kwa niaba ya kutengeneza kama kivutio na kama ukumbusho kwa yale ambao yaliwahi kupasi hapo nyuma. Sasa ushaambiwa kabisa timu inaitwa Virunga FC. Wewe kama Mkongomani, kwa uongozi kabisa ambao ni sabiti wa hapa Arizona, Kalalama Lisawa na wakina Manase Esembe Bile Wane, ndo hao si ndo viongozi wa hapa? Naam. Mji bila wazee hauwezi kuwa mji. Kwa hiyo tunahitaji sana support yenu ili kukuza au kuwekeza, kuwainua hao wengine vijana, sababu vijana wameamua kuwaendeleza vijana wenzao. Sio jambo rahisi. Hili ni jambo ambalo lilikuwa wazee ndo watakiwa washike hii ili kutengeneza taifa la kesho, ila vijana wameona kama wazee wamelala. Kwa hiyo bado hamjachelewa, ni muda wenu wa kuja kujoin na vijana ili kuwapa support. Hamwezi kuwa mle ndani. Kunajua wazee wetu wengine wanasemaga eti sisi hatujasoma vya Viingereza nini. Amna. Huku kwenye kamati lazima utatoa mawazo yako. Kuna secretary ataenda kuwakilisha kwa Kiingereza, lakini huku tunaongea lugha moja ile ambayo tunaijua. Kule mbele ndo tunaenda kupeleka sa lugha ya kimataifa. Kwa hiyo mnahitajika sana, sababu mnajua vingi. Kama mmesema hii iitwe kwa jina la misitu ya Kongo, kwa hiyo mnajua vingi kuliko hawa vijana. Sasa mnatakiwa muwashike mkono ili lile jina mliolipa samani lisipotee. Ombi langu kwa viongozi wa hapa Arizona. Kwa hiyo mna jezi ngapi sasa hivi? Unajua kuna jezi, kuna ile ya njano nini. Mna jezi ngapi?
Naweza nikasema kwa sasa hivi jezi ambazo zipo ni 3 ambazo moja ni ya practice, zingine 2 ni za game. Lakini kuna mzigo ambao unakuja ambao ni mzigo ni kubwa zaidi sana, ambazo ni jezi ambazo nikizani zipo kwa niaba ya mashabiki, zipo kwa niaba ya timu. Nikizani huo ndio utakuwa ni mzigo ni mkubwa zaidi ambao tumeuandaa kwa niaba ya timu. Kama shabiki si mna group leno ya mashabiki? Yes. Kama shabiki mnahitaji jezi, zikija utaniletea, nitaweka hata henga hapa, ziwe kila kipindi kinavyo nini, nitaanza kuziweka hapa zianze kuonekana. Hiyo ndio support yangu kwao. Mimi sio mchezaji, sichezaji tena mpira, ingekuete nitapeleka mwanangu akasakate ball. Vipi hiyo timu yenu ipo ya wanaume na wanawake, au mnafikiria kuweka ya wanawake pia, sababu wanawake nao wanahitaji support? Naweza nikasema kwa sasa hivi ni kitu ambacho bado hakijakuwa mezani, lakini ingawa labda itakuwa ni vyema tukifanya hivyo, lakini naweza nikasema kuhusiana na wanawake ni kitu ambacho bado hakijakuwa mezani. Kutokana tunahitaji tutengeneze kitu kusema tumefika sehemu fulani. Sawa. Na tukifika sehemu fulani, kwa hiyo kuna uwezekano wazo hilo likaja. Kwa hiyo kwa sasa hivi naweza kusema bado tunapambania pande moja. Mmejipangaje kuhusu, unajua kwenye kila kupambania ndoto la binadamu mwenzako, ugumu unakujaga pale kwenye mafanikio. Kwenye mafanikio sasa, mchezaji kapata timu nzuri, imemsaidia, amekuja amesainiwa pale milioni 500 hiyo hapo ya dola. Kaondoka nayo yote, hajaachia timu hata chochote. Mna mikataba gani ya wewe na wewe mchezaji? Mtamwacha aondoke, au kuna ile sign fee ipo kwenye uhamisho wa mchezaji? Hiyo sign fee naweza nikasema kwa sasa hivi ipo, na nikizani kitu ambacho tunakitengeneza ni kama gisi nilisema, ya kuwa kina utofauti, ya kuwa unaweza kuja kwetu kumchukua mchezaji wetu, lakini kwa yale ambayo tuliyapambania kiasi kwamba wewe fikie ule mchezaji kuvutiwa naye, sawa, ndio yale ambayo utayalipia huko chini. Yes. Kwa maana mpaka afikie pale ni kutokana na juhudi yetu. Sawa, tumepambana. Hujui pengine naweza nikasema ni idadi ngapi ya viatu ambavyo pea zimetoka. Ameharibu, sawa. Na unaangalia mara nyingi kwa hichi ambacho tunakifanya, sio kusema eti mchezaji anakuwa hana uwezo wa kununua kiatu chake peke yake. Ana uwezo, lakini kutokana wewe umejitolea kumsimamia, sawa, utasikia kuna idadi inakuja, kuna wachezaji karibia 4 5 wanakosa viatu. Sawa, ama viatu vyao vimeisha. Kwa hiyo italazimika tena sisi viongozi ambao ni kama vile mapreza tujumuike na hicho kitu na tujaribu kusolve hiyo tatizo. Yes. Kwa mimi ningekuwa bado na sakata boli kama zamani, ningeenda kujiunga na wao kwa sababu moja. Kwa nini niliachaga kufanya mambo ya mipira hii? Nilikuja kugundua kwamba kwanza naishi Marekani. Nikivunjika nategemewa na familia, nitajitibia mwenyewe hadi nipone. Siendi company kwa miezi 6. Nani atanilipia nyumba, atanilipia kila kitu? Alafu nikaja kufikiria kiatu cha kuchezea mpira, hela nyingi, kinaharibika tena nanunua kingine. Faida sasa ya kuwa na hawa, kiatu unanunuliwa, yani unapojoin tu kwenye timu yao unanunuliwa kiatu, jezi uhakika, wana dokta wao ambayo ukiumia yani unatibiwa. Ndio maana nasema mimi kipindi ninacheza mpira, ingekuwa wamekuja mapema, chapu tu wangekuwa shachukua saini yangu, sababu najua kuna life insurance, na kitu ambacho ni muhimu sana kwenye maisha ya binadamu. Marekani ameweza sana hii. Uhakikishe mtu amelala vizuri, kula vizuri, usalama wa afya yake. Asa kama umepata timu nzuri ambayo imeshaeneza hivyo vigezo vyote kama hii timu, unasubiri nini kwenda kujiunga nao? Sababu una uhakika wa maisha yako, tena unatengenezewa maisha ambayo baadaye unakuja kuwa mchezaji mkubwa baadaye. Sio hiyo kucheza tu tumetoka huko twende mazoezini turudi. Unaishi kwa
kitu ambacho unajua sasa kinaenda kunitengenezea maisha ya baadaye, sio kwenda tu mazoezini kupunguza kitambi kama wengi wanavyoenda. Hongereni sana, mnafanya vitu vikubwa, na kitu kizuri siku zote kinaonekanaga mapema. Usisubiri. Mimi nimeona timu nyingi hapo zinacheza lakini wanacheza vizuri, lakini uongozi unakuwa mbovu, kumaanisha kwamba wanashindwa kuendo ile mashabiki zao, wanashindwa kukaa karibu na mashabiki zao. Ila nyewe kwa muda mchache tu nimeona Instagram yenu ipo vizuri, mmejipanga vizuri, yani hamjakurupuka mnachokifanya. Kwa hiyo sasa hongereni sana kwa hiyo. Ila mimi natamani sana tu wawekezaji, watu wa kusapoti waje wengi, ila sababu sapoti inapokuwa kubwa wachezaji wanapata maisha mazuri ya uchezaji wao. Changamoto hazikosagi, lakini timu inapokuwa kubwa unafuu na kuwepo. Una kipi cha kuambia watu kuhusu timu yako? Naweza nikasema kitu ambacho mimi naweza nikawaambia sasa hivi, timu ipo vizuri na pengine tuna mengi sana ambayo tunatarajia kufanya, ingawa Mungu kwanza. Sawa. Unaweza kuwa hata ni bilionea lakini kama hauna shirikisho la watu, pengine ni mzunguko hapo ndio utaufanya. Lakini ukiwa na watu kidogo unakuwa na ile toka hapa twende hapa, toka hapa twende hapa. Kwa hiyo naweza nikasema upande wa timu tunawakaribisha yote yule ambaye atakuwa pengine yupo tayari kujoin na sisi, ni muda wake sasa. Na yule ambaye anajua hivi mimi niko kwa niaba ya kupambania kipaji changu, ni muda wake. Sina uwezo mkubwa ama sina uwezo, lakini kwa juhudi zetu tukiungana mimi na wewe ambao una kipaji chako, tunaweza tukatengeneza kitu fulani. Kwa hiyo njia zipo wazi sehemu zote. Mimi nitaleta mwanangu hapo aje, na ni bado mdogo lakini itabidi aje ajiunge ili ajifunze pamoja na wakubwa. Hivi jezi yenu nyie au ile sio, wajua jezi kila watu wanaona jezi hapo, mnazingatia rangi gani sana? Sababu ungekuja nayo hapo ningewaonesha watu ili wajue nyie mnazingatia rangi gani ambayo hii nyingine hatuwezi kuigusa. Ni rangi ambazo zipo kwetu sisi ni 4 ambazo naweza nikasema zinacheza na logo yetu. Tuna yellow, tuna blue, tuna white na black. Yes. Hizo ndo jezi zenu. Na safi sana mzee wangu. Na hisi mmeona, nitawawekea jezi zao hapo kwenye screen. Account yao pia nitaiweka hapo. Ila kijana ashakuambia bado yupo singa. Sasa wezi kuwa kijana muongoza njia afu upo singa. Wewe dada unayetuangalia, nafasi ipo wazi, njoo vuruge hata kidogo. Naweza nikasema muda ambao tupo nao kwa sasa hivi sio muda wa kusema tupuzane, hapana. Tunashughulika na vitu vimoja inatakiwa focus navyo. Asa unajua kuendo timu na bado kijana mle mna wakubwa wako, sababu unajua unapomwangalia kama mimi nishakuwa mzee hivyo, naangalia kiongozi wangu, unawezaje ku maintain hiyo sehemu, unawezaje kuishi na wale watu, sababu unajua wengine wakubwa kwako kiumri. Sana. Unawezaje kuiweka sawa hiyo? Naweza nikasema kwanza ukiangalia hao ndo wanajaa, wapo wengi sana kwenye timu yetu ambao naweza nikasema kwangu mimi ni wakubwa zangu. Na tunaowaongoza wakiwepo kama vile makocha ni wakubwa zaidi kwangu. Yes. Lakini naweza nikasema heshima yangu kwanza ambayo mimi nawekea na kuonyesha kuwa tunahitaji juhudi ya hichi kitu. Unajua uongozi sio umri, uongozi uhitaji nini? Uongozi ni hekima. Muombe Mungu sana akupe hekima na sababu kuishi na watu ni kazi. Na hekima ndio inamalizaga kila kitu. Sababu hekima bana, mtu anataka kukanyaga tu maksudi, acha nimkanyage ili tuone atafanyaje. Ila kwa kuwa na hekima naacha tu. Unacheka tu unaona kila kitu kiwe sawa. Mimi niseme tu asante kwa muda wako. Kaka J. Asante kwa muda wako. Kashuhudie kandanda ya kisasa. Pesa zinatembea. Sio butu, yani
mpira kwa nyasi. Pamoja sana kwa muda wako kaka J. Oya, podcast yangu inaitwa Muda. Unakaribishwa na wewe, ni zamu yako ya kuja kufanya interview na sisi, tunashare vitu kibao. Zamu yako sasa, yani hapa ni muda wako sasa kuja kushare na kupiga story pamoja na sisi. Nilikuwa na kaka J, kiongozi mkubwa kabisa wa timu ya Virunga FC. Oya, ipo Arizona hiyo. Pamoja sana. Muda. Kuna siri gani katika neno muda?